Timu ya taifa ya Ufaransa imefanikiwa kutinga hatua ya robo fainali ya kombe la dunia 2026 baada ya kuibuka na ushindi mwembamba kabisa wa bao moja kwa bila dhidi ya Paraguay katika mchezo uliochezwa jijini Philadelphia, Marekani. Tofauti na mechi zao zilizopita ambapo waliwashinda wapinzani kwa urahisi, safari hii Les Blues walilazimika kupambana kwa nguvu kubwa dhidi ya Paraguay iliyocheza kwa ukakamavu mkubwa, huku mchezo ukigeuka kuwa mmoja wa mechi zenye mabishano na vurugu nyingi zaidi kwenye mashindano haya. Bao pekee la ushindi lilifungwa na nahodha Kylian Mbappe kwa mkwaju wa penalty dakika 70 baada ya Desire Du kuchezewa faulo ndani ya eneo la hatari. Kwa ushindi huo, Ufaransa sasa itakutana na Morocco katika hatua ya robo fainali. Paraguay ilikuwa imejizolea mashabiki wengi duniani baada ya kuiondoa Ujerumani kwa mikwaju ya penalty katika hatua 32 bora. Lakini dhidi ya Ufaransa taswira hiyo ilibadilika kabisa. Badala kusifiwa kwa soka lao, timu hiyo ilikosolewa kutokana na mtindo wa mchezo uliokuwa na faulo nyingi, vitendo vya kuwachokoza wapinzani na mbinu mbalimbali za kuchelewesha mchezo. Golikipa wa zamani wa England Joe Hart alisema alichokiona kilikuwa ni aibu kubwa. Wachezaji wa Paraguay walikuwa fedheha kabisa. Kama angekuwa kwenye timu yangu ningewatoa uwanjani. Naye beki wa zamani wa England Micah Richards alisema Paraguay iliharibu sifa yake bila sababu. Walikuwa wanajilinda vizuri, hawakuhitaji kufanya mambo yote hayo. Moja ya mambo yaliyozua mjadala mkubwa ni kiwango cha mwamuzi Ilgiz Tantashev wa Uzbekistan. Licha ya Paraguay kufanya faulo nyingi na vitendo vya kuwachokoza wapinzani, hakuna hata mchezaji mmoja wa Paraguay aliyeonyeshwa kadi ya njano ndani ya dakika 90. Badala yake wachezaji watatu wa Ufaransa walionywa kwa kadi. Hali hiyo iliwashangaza wachambuzi wengi wa soka. Joe Hart alisema inashangaza kuona hakuna hata mchezaji mmoja wa Paraguay aliyepewa kadi ya njano. Mchambuzi wa sheria za soka Dale Johnson alisema mwamuzi alipaswa kuudhibiti mchezo mapema kabla hali haijawa mbaya. Kwa mujibu wake, idadi ya faulo iliyoandikwa kwenye takwimu haikuonesha picha halisi ya mchezo, kwani mwamuzi aliacha faulo nyingi bila kuzichezesha. Katika dakika zote za mchezo, Paraguay ilitumia mbinu nyingi za kujaribu kuivuruga Ufaransa. Miongoni mwa matukio hayo yalionekana ni Andres Cubas kumrukia vibaya Adrien Rabiot bila kupewa kadi, Juan Jose Caceres kumpiga teke Kylian Mbappe nje ya mpira, Gabriel Avalos kumpiga kiwiko Dayot Upamecano tumboni, Matheus Galaza kumshika usoni Jules Kounde, Gustavo Velasquez kuharibu sehemu ya kupiga penalty kwa kuikanyaga kabla Mbappe hajapiga mkwaju wake. Wachezaji wa Paraguay kumzunguka mwamuzi wakijaribu kuchelewesha penalty spigwe. Baada ya filimbi ya mwisho, vurugu ziliendelea ambapo Velasquez alionekana akijaribu kuwafuata na kuwakabili baadhi ya wachezaji wa Ufaransa. Pat Nevin wa BBC alisema Paraguay ilitumia kila mbinu chafu inayoweza kutumika kwenye soka. Dakika ya 70 ndio iliyoamua mchezo. Diego Gomez alimwangusha Desire Du ndani ya eneo la hatari. Mwamuzi hakutoa penalty mara moja, lakini baada ya kuangalia tukio kupitia VAR alibadilisha uamuzi wake na kuipa Ufaransa penalty. Kabla ya mkwaju huo kupigwa, wachezaji wa Paraguay walimzunguka mwamuzi wakipinga uamuzi huo, huku Gustavo Velasquez akijaribu kuharibu sehemu ya kupigia penalty. Hata hivyo, Mbappe hakutetereka. Alifunga penalty hiyo kwa utulivu na kuiandikia Ufaransa bao pekee la ushindi. Bao hilo lilikuwa la 7 kwa Mbappe katika kombe hili la dunia. Kwa bao hilo, Mbappe sasa amefikisha mabao 19 katika michezo 19 aliyocheza kwenye kombe la dunia. Amebakiza bao moja tu kumfikia Lionel Messi kwenye mbio za kuwania kiatu cha dhahabu cha mashindano haya. Takwimu zinaonyesha tangu kombe la dunia 2018 Mbappe amefunga mabao 11 katika hatua za mtoano pekee. Idadi hiyo ni kubwa kuliko mabao yaliyofungwa na mataifa makubwa kama Brazil ambayo ilikuwa na 10, England 10, Ureno 9, Spain 4. Baada ya ushindi huo, Mbappe alisema timu yake ilijiandaa mapema kwa aina ya mchezo wa Paraguay. Walidhani tutafika uwanjani tukiwa tumevaa tuxedo, lakini tulikuwa tayari kwa vita. Alisema Paraguay ilitumia mtindo wake wa kawaida wa kucheza kwa nguvu nyingi. Hakuna njia sahihi wala mbaya ya kucheza mpira. Huo ndio mtindo wao. Walijaribu kutushinda kwa namna hiyo, lakini sisi tukashinda. Katika mchezo mzima, Mbappe alionekana akichekwa, kusukumwa na kupigwa mara kadhaa, lakini alibaki mtulivu, mara nyingi akiwacheka wapinzani wake badala ya kujibu kwa hasira. Joe Hart alisema namna Mbappe alivyojizuia ndivyo ilivyomfanya awe kiongozi bora.
Kocha Didier Deschamps alisema aliwaagiza wachezaji wake wawili warefu zaidi kumzunguka Mbappe katika dakika za mwisho. Nilijua walikuwa wanataka kumkata kwa makusudi. Deschamps alisema Paraguay ilitumia kila mbinu iliyowezekana kuzuia soka zuri. Si aina ya soka inayowavutia watu kuja uwanjani, lakini walijilinda vizuri sana. Kwa ushindi huo, Deschamps ameweka rekodi mpya ya kuwa kocha wa kwanza kushinda michezo 10 ya hatua za mtoano katika historia ya kombe la dunia. Ryan Cherki alisema ushindi huo umeonyesha kuwa Ufaransa inaweza kushinda kwa soka zuri zaidi, lakini pia inaweza kupambana inapolazimika. Tulijua huu ungekuwa mchezo wa vita. Ilikuwa muhimu kuonesha tunaweza kucheza mpira mzuri, lakini pia tunaweza kupambana. Beki William Saliba alisema walikuwa tayari kwa mbinu za Paraguay baada ya kuzitazama video za mechi zao zilizopita. Tulijua wangetuchezea faulo na kutuchokoza. Tuliamua tusipoteze umakini. Aliongeza kuwa ushindi wa bao 1-0 una thamani sawa na ushindi wa mabao mengi. Mbali na ushindani mkali, mchezo huo pia uliandaliwa katika mazingira ya joto kali. Wakati wa kuanza mchezo, joto lilikuwa limefikia nyuzi 38.3 za Celsius na kufanya kuwa miongoni mwa michezo yenye joto kali zaidi katika historia ya kombe la dunia. Licha ya hali hiyo ngumu, pamoja na mbinu za Paraguay, Ufaransa ilionyesha ukomavu na kufanikiwa kupata ushindi muhimu uliowapeleka hatua ya robo fainali, ambako sasa watakutana na Morocco katika pambano litakaloamua nani ataingia nusu fainali.